Awali nilikuletea taarifa ya jeshi la polisi kwa kile ambacho walitoa kuhusiana na tukio la kushambuliwa au kuvamiwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu TEC Padre Charles Kitima. Sasa taarifa kwa umma imetolewa na Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki wametoa taarifa yao ambapo wenyewe wamesema kuvamiwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu TEC Padre Charles Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padre Charles Kitima lililotokea tarehe 30 Aprili 2025 majira ya saa 4 usiku katika makazi ya makao makuu ya Baraza la Maaskofu Kurasini, Dar es Salaam. Padre Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Tunawashukuru wote waliomsaidia na kumfikisha Padre Kitima hospitalini mapema na kwa madaktari na wauguzi wanaomhudumia mpaka sasa. Wito wa Kanisa Katoliki kwa vyombo vinavyohusika. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka za kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na kutekeleza uhalifu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Aidha, uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka na taarifa zitolewe kwa uwazi na bila upotoshwaji wowote ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Tunashukuru mpaka sasa kwa ushirikiano mzuri tunaopata kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama. Pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulaani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Tunaomba waumini na watu wenye mapenzi mema muendelee kumwombea neema ya uponyaji Padre Kitima na pia kuliombea taifa letu amani na umoja. Aidha, tunaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa vyombo vinavyohusika. Katika Kristo Mfufuka imesainiwa na Askofu Eusebius Nzingirwa. Huyu ni makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Hii ni Ayo TV. Mimi ni Pasco Mwakioma.